Kundi la wanaume waliovaa mask za rangi nyekundu waliingia kwenye uwanja wa watu wenye kelele nyingi. Wote walivaa nguo zinazofanana, mask zinazofanana na walibeba briefcase zinazofanana. Walionekana kama walikuwa wanasafirisha kitu cha thamani kubwa sana, lakini hakuna aliyekuwa anajua ni briefcase ipi iliyokuwa imebeba kitu halisi. Muda mfupi baadaye wakafika katikati ya ule uwanja na kupishana na mwanamke mmoja aliyevaa nguo nyeusi. Hawakumtilia maanani hata kidogo. Yule mwanamke akafumba macho taratibu, akihisi uwepo wa kila mwanaume mwenye mask aliyekuwa anapita karibu yake. Alipofungua macho tena, tayari alikuwa ameshajua target alikuwa nani. Si muda mrefu baada ya hapo, wale wanaume wenye mask wakasukumana na umati wa watu na kuelekea chini kwenye subway. Yule mwanamke akaanza kuwafuata kimya kimya. Ghafla wale wanaume wakagawanyika na kuelekea njia tofauti za subway, lakini mwanamke huyo hakusita hata sekunde moja. Kwa utulivu kabisa akafuata kundi moja na kuingia nao ndani ya treni. Treni ikaondoka na kutoweka ndani ya handaki la giza. Wakati huo yule mwanamke taratibu akageuza kichwa chake na kukutana macho kwa macho na wale wanaume wenye mask waliokuwa ndani ya behewa. Mara moja wakahisi kuna jambo baya, wakamtazama kwa tahadhari kubwa. Mwanamke huyo akazitazama briefcase zao, kisha akafumba macho tena. Sekunde chache zilizofuata, mayowe makubwa yakaanza kusikika ndani ya treni. Treni ilipofika station, abiria wakaanza kukimbia nje kwa hofu kubwa. Kondakta alipoingia ndani ya behewa, kitu pekee kilichobaki kilikuwa miili ya wanaume kadhaa wenye maski ikiwa imelala chini pamoja na mkono mmoja uliokatika. Wakati huo huo, ndani kabisa ya handaki la giza, yule mwanamke aliyevaa nguo nyeusi alikuwa amekaa peke yake. Akafungua briefcase na ndani yake kulikuwa na almasi nyingi za thamani kubwa sana. Kwa utulivu, akaanza kuzihamishia kwenye begi lake mwenyewe. Treni nyingine ikapita kwa kasi kubwa ndani ya handaki hilo, na ilipopita, yule mwanamke alikuwa tayari ametoweka.